Wapendwa, ndio neno nataka nizungumze. Songa mbele. Naomba Mungu tuzungumze na ninyi neno hili. Kutoka. Naomba tupate kutoka kitabu cha Kutoka, ili tusome neno hapo. Kitabu cha Kutoka sura 14. Naomba mtanisaidia hapo. Wale ambao ni wasomi kitabu cha Kutoka, bila shaka mnajua mwandishi ni Musa. Kitabu hiki kimeandikwa huko Huba katika nyika ya Sinai. Na mnaelewa kabisa Musa alipewa jukumu na Mwenyezi Mungu alipokuwa anachunga kundi la baba mkwe. Mungu akamzungumzia, akampa majukumu ya kuongoza wana wa Israeli. Sasa Musa alitoa wana wa Israeli kadri Mungu alivyomjalia. Kitabu cha Kutoka sura 14 aya 15. Kutoka sura 14 aya 15. Naomba nizungumze tu, nisubiri. Biblia inanena hivi: Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia? Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Ndio mada yetu. The Lord God told Moses, why do you cry to me? Tell the Israelites to go forward. Kilio kilikuwa hapa, lakini katika ufanuzi wa historia, wana wa Israeli mpaka wamulilie Mungu kulikuwa na sababu. Mojawapo ya sababu ni vita. Umechoka. Nyuma ya wana wa Israeli kuna adui, mafarasi, kuna silaha. Mbele ya wana wa Israeli kuna bahari ya Shamu. Pembeni mwa wana wa Israeli upande wa kushoto kuna mlima mkuu uwezuka. Upande wa kulia ni miiba isiweza pitika. Sasa wamefika mahali amna mbele, amna nyuma wala kando. Sasa lililopo wanamulilia Musa, naye Musa anamulilia Mungu. Mbona unanipa mzigo huu? Mbona kazi inakuwa nzito? Mbona Bwana hatuoni mbele? Sasa ndipo Mungu anamtokea Musa, anamwambia, Bwana, mbona unanilia? Waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Ijapo kuna bahari hawaoni njia, lakini wasonge mbele. Hawaoni namna, maana kuna bahari, lakini waambie wafanye wasonge mbele. Ndipo Musa akamwambia wana wa Israeli, Bwana amesema tusonge mbele. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kuna kipindi cha majukumu yanakushinda. Hata kama umebarikiwa, baraka zipo, lakini hauzioni. Umeambiwa umebarikiwa na hauzioni. Mtu anakuambia umebarikiwa na hauzioni baraka. Maana mbele kuna bahari, nyuma kuna adui, pembe hii kuna miiba, pembe kushoto kuna mlima mkuu huwezi kuukwea. Sasa umeona giza, na lile giza linaleta mchanganyo. Mchanganyo upi? Unamwambia Musa, mkono umetuleta mbali, ungetuacha tufie huko mahali tulikokuwa. Lipi? Maana hamna matumaini. Basi pasipo na matumaini, Bwana anasema songa mbele. Songa mbele. Amen. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Amen. Ni vitu gani vinasababisha watu wanajikwaa, hawasongi mbele? Ni mambo gani yanaleta
shida, watu hawasongi mbele. Kitu kinacholeta shida mojawapo ni changamoto. Bwana anasema songa mbele. Changamoto, magumu, mazito, majaribu, ukosefu, kugonga mwamba. Umesoma hakuna kazi. You can imagine kusoma, unajua kusoma hakuna kifungo kibaya kama kusoma. You can imagine ile chakula unakula, mahali unalala, special borders, wale wanasoma borders. Unakumbuka? Kuna kijana wangu sasa hivi yuko form 3. Kijana wangu yuko form 3, the last born. Yaani yuko form 4. Kijana wangu yuko form 4, the last born. Anasoma Nyakiminja huko. Unajua huko Nyakiminja? Nyakiminja za baba leo, lakini wanafanya vizuri by the way. Huyu kijana alikuja kumwangalia mwili la beliwa na kunguni. Karibu nimwamishe shule. Lakini nikamwambia songa mbele. Songa, kwa sababu ukiona mtu yote anaambiwa songa mbele, kuna ya kumzuia miguu. Kuna ya kumshika. Kuna mambo si mazuri. Now let me tell you, whereby the word of God comes, go forward. It means that you are about to start now. You don't see forward, you don't see backwards, no backwards, no sides. Neno likija na kukufariji kuna kitu. Kwa sababu hao Biblia inasema walikuwa wanalia majozi. Hawaoni. Na mtu unajua hana lolote ni la kufanya ni kumulilia Mungu. Mbona unajua wanadamu walisababisha Musa asione Kanaani? Ni wanadamu walisababisha Musa asione Kanaani. Ule uchungu na machungu na mambo mazito. Kwa hiyo popote palipo na mazito, mbele, nyuma, pembeni, kuna uwezekano usisonge mbele. Maana uone matumaini. Hapa ndio Bwana anasema songa mbele. Kuna mambo yanatokea. Kusema Bwana asifiwe ni sawa. Kusema Bwana ametenda ni sawa. Kusema tutashinda ni sawa. Lakini wacha ya kufikie. Wacha ya kufikie. Usikie yani usikie utamu wake. Unajua wakati umejaribu haujuaje kusoma Biblia. Nimewaambia leo wakati wa shida haujuaje kusoma. Unasaidiwa na yale umekuwa ukitenda. Bwana yale roho aliyo ndani mwako yanakusaidia. Eti kwenda kusoma vifungu vikusaidie. Eti wakati wa shida Bwana Biblia yetu hiyo haikuaji. Hiyo haikuaji. Kwa kusomewa ni yule ana shida. Sasa mama akifiwa na mtoto wake anayempenda alikuwa na msupport. Usikia amegonga na pikipiki. Hata ukiwa ibada au utakumbuka Biblia umeiona hapo. Hata utakumbuka ulikuwa unafanya kanisani. Na bila unaondoka kanisani utaondoka kiajabu. Na lugha utakayotumia. Sasa pale ndipo Roho wa Bwana anachukua nafasi. Anakushikilia, anakusaidia, anakuambia songa mbele. Yanayosababisha moja wapo watu wasisonge mbele. Mambo yasiyo mazito ni mambo unayopitia. Ningependa tusome kitabu moja wapo ya vitabu ambapo ni vya maana. Kitabu kinachoitwa kitabu cha Zaburi. Wale wasomi mko hapa, mnaweza elewa kitabu cha Zaburi kimeandikwa na watu wengi. Asafu, wana wa Kora, imeandikwa na Daudi. Daudi ameandika vitabu vingi. Ameandika vitabu 73. Lakini imeandikwa kati ya mwaka wa 1500 mpaka 1400 na before Christ. Kimeandikwa na watu wengi. Adia ameandika, nimwambia wana wa Asafu ameandika. Sasa naenda kusoma hiki kitabu ambacho Daudi ameandika na mambo aliyoyapitia. Ningependa nisome sura ya 44. Kitabu cha Zaburi. Zaburi 44. Zaburi 44. Mada yetu songa mbele. Songa mbele. 44. Tusome 15. Tutaremuke. Mchana kutwa fedha yangu mbele yako, na haya ya uso wangu inanifunika.
16, kwa sauti ya mwenye kulaumu na kukufuru kwa sababu ya adui na malipiza kisasi. Na 17, haya yote yametupata, bali hatukusahau wala kulialifu agano lako. Hatukuiacha mioyo yetu irudi nyuma, wala hatua zetu hatukuziacha njia yako, hazikuacha njia zako. Na usikie tunasema, nimetukanwa, tumeyekeliwa, haya yote yametupata, shida tumepata, kanisa limebomolewa, tumeona mauti, tumechekelewa, lakini tulisonga mbele. Amen. Lakini tulifanya nini? Tulisonga mbele. Hapo ndipo tulipoona mkono wako. Adui walianena maneno machungu kutuhusu. Watu walijitokeza kututokana. Walisema wametoka wapi? Dini ya wapi hii? Hata dini zingine zimeendelea kuliko hii dini. Wengine wanaendesha magari makubwa. Angalia wako kwenye magati. Angalia kitu hawakuelewa. Hata hivyo tulisonga mbele. Maana kusonga mbele ndio kuelekea ufanisi. Hata hivyo hatukuacha mioyo yetu ifanye nini? Irudi nyuma. Tulisonga mbele. Kumbuka neno lako. Tuliona umuhimu wa kwenda mbele. Hatukuyashika mambo yale tuyaweke kwenye vichwa na mioyo yetu. Maana tuliyaona kuna mambo yako mbele bora kuliko wakati huu. Na wapendwa, wote niwaambie, yeyote anayefurahia sasa ameyapitia mazito. Amepitia magumu. Bila kuchekelewa, bila kujekeliwa, hautapata baraka. Ukiona watu wanakula matunda, kuna mahali wamepitia. Kuna uchungu wamepitia. Na mimi ndio maana nimependa kushukuru hata watu wa kanisa hili. Hakika Mungu abariki mioyo yenu. Maana mlikuwa na right ya kukimbia Reverend Vitalis kuhamisha nyumba. Kuna wapendwa niliwakuta hapa, mmesimamisha gari zenu, vijana mnafanya kazi vile vile mmewasimamisha. Na kuna wengine kweli hamkuwa, lakini nguvu zenu za kifedha, mawaidha yenu yamesimamisha huduma huu. Maana kuna watu watakuja hapa, wengine walikuwa wanawachekelea. Baada ya kujenga, weka viti, ungo vizuri, mtapokea wageni wa ajabu. Mimi nawasimama, Bwana asifiwe, sikuwa na ninyi, lakini sasa nimerudi, niko karibu. Na alikuwa anawategea tu. Aone mnaenda wapi? Na kuna watu watakuja ambao amuhubiri, lakini hali yake na wahubiri. Daudi anasema hatukurudi nyuma. Vitu vinavyosababisha watu wajikwae wasisonge mbele ni majaribu, ni matatizo yanayowakumba, kuneno vibaya, vile ulivyo, kutojiweza, kutojaliwa, wengine wana watoto nachekelewa. Ndio maana anasema hapa, kwa kweli mchana kutwa fedha yangu mbele yangu, aibu mbele yangu imenikumba, imenishika. Kwa sauti ya mwenye kulaumu na kufukuraumu na kukufukuru, enda huko utafanya nini? Nenda huko utafanya nini? Kwa hiyo sasa anasema ninaona hiyo picha, ninachukua, ninatetemeka, ninasikia mbaya, nimo kwenye majaribu. Wengine wanavutwa kazi. Ulikuwa unafanya kazi vizuri, umehudumiwa, huduma, kazi imeenda. Umenunua shamba, just imagine, shamba imeenda. Hata wokovu unaona una radha. Umenunua gari, limepata ajali. Na vile limepata ajali, kuna kesi kotini. Ni majaribu. Hapo msemeni, umesomesha mtoto. Kusomesha mtoto amekuwa mgonjwa. Akiwa third year ni university. Niwenda simu. Niko madhani. Sasa unaona hata Mungu hayupo.
Sasa naenda kuhubiri Mungu ya nini? Mungu wa nini na mtoto wangu? Hata hiyo kanisa siendi. Hata nimekuwa nikitoa fungu la 10 sioni faida yake. Wewe nikwambie leo, songa mbele. Songa mbele. Songa mbele. Mungu uko kwenye kiti cha enzi. Mungu anaona yale mambo unapitia. Mungu kuna siku atakuaibisha. Mungu kuna siku atakuondoa mahali upo akupeleka mahali pengine. Jina la Bwana libarikiwe. Songa mbele. Hapo Daudi anasema, kwa kweli hayo yote amenipata. Adui wamenichekelea. Bali hatukukusahau wala hatukuharibu hao kuja kinyume na neno lako. Hatukuacha mioyo yetu irudi nyuma, tulisonga mbele. Tulisonga mbele. Kuna siku moja nilikuwa na ubiri. Niko na wazee pale. Nilikuwa na ubiri, siku moja jamaa akaja na rungu kuja kunipiga mbele na madhabahu. Sasa hiyo tumehubiri, Bwana ndio huyo ameshuka, Bwana ndio ameshuka. Jamaa akatokea na rungu. Ikele yako hii. Of course wajamaa wangu walimshughulikia. Lakini ilikuwa hivi. Walimshughulikia sana. Na si kiroho. Hawakumshughulikia kiroho. Hawakumshughulikia kiroho, walimshughulikia marungu. Yaani walimshughulikia. Huyu jamaa alitoka hapo, hakusahau kwa wana. Yuko hai. Aligongwa marungu miguu hii, marungu ngongo. Maana kile unachotaka ndio unapokea. Kanisani ndio umekuja unapokea baraka, ukienda kwa kombo utapokea chochote. Aligongwa. Baada ya kugongwa ilikuwa fedheha. Walisema kanisa imemaliza mtu. Imempiga, imemchapa. Lakini mwishowe heshima ilipatikana. Hakuna kitu kinakurudisha nyuma kama majaribu. Hakuna kitu kinakurudisha nyuma kama majaribu. Wapendwa, songa mbele. Naomba songa mbele. Songa mbele. Kitu kingine kinarudisha mtu nyuma ni kukumbuka. I want to give you and how can we overcome. The first thing that can make you to shrink back is when you are deep in temptation. You don't see forward, nor forward. You know, there's sometimes even you cannot be able to see your pastor. Pastor is human being. Uko kitandani, uko na mambo mengi, uko na majaribu, uko na kila kitu. Angalia sana usirudi nyuma. Angalia sana utajikuta umerudi nyuma. Unaenda kwa mganga, unaenda kwa watu waliokoka. Because wakati huo ni wakati uko kwenye mijaribu na mipangilio ya Mungu kukuchucha. Dhahabu hivi dhahabu mpaka imepitwa kwa moto. Yes. Haiwezi kwa dhahabu. It is protection. Lazima kuna wakati na si shetani. Jamani, nataka tuelewane na dini. Si shetani, Mungu ameruhusu. Yes. Hakuna kwenda ngazi nyingine kama ndio chini. Hata chuoni, tulikuwa tunapewa mtihani. Chuoni unapewa mtihani upite. Na ni neno la Mungu. Unashindwa unapewa mtihani ya nini? Neno la Bwana. Unapewa mtihani upite ndio uende mahali pengine. Mungu hakuna siku ameibariki mtu kabla ya kupitisha moto. I'm telling you the truth. Hakuna siku Petro na Yohana walifanya miujiza kabla hawajachapa bakora kama mnakumbuka. Yeah. Walitolewa hadharani wakati wa Kamaheri. You remember that thing? Yeah. Petro na Yohana walitolewa Kamaheri, akasema watu inaonekana kama si wa Mungu hawataenda. Kama ni wa Mungu hamtawaweza. Walete wakalala chini mbele ya watu wale wanaohubiri. Wakalala chini. Walipolazwa chini walipewa bakora na wakaambiwa msihubiri kwa hili neno. Walipotoka nje miujiza ikawafuata. Hapo nje miujiza ikaanza kutendeka baada ya kupigwa bakora. Kuna majaribu, kuna mambo mazito. Ningependa nikuombe, songa mbele, hapo ndio utamuona Mungu hapo mbele. Hakuna siku
utaingia kwenye utukufu wa Mungu mkuu kabla hujapitia kwenye kushinda mtihani. Hakuna mtu alifaulu. Sio Danieli. Danieli alifaulu baada ya kutoka kwenye shimo tundu la simba. Utukufu wa Bwana ukaonekana. Waliomjakeni wakadai walikuwa wamemjakeni, wakasherehekea usiku, maana wamemchochea. Ameshikwa na mfalme Dario, ameenda wapi? Kwenye tundu la simba. Usiku huo walichinja mbuzi. Tumeweza huyu jamaa, hakuna kitu. Lakini huko kwenye tundu la simba, roho wa Bwana na Danieli wanaburudika. Asubuhi mfalme kwenda, anamuita Danieli, uko hai? Anamwambia mfalme, ni hai, sikukosa. Akamwambia toka. Akatoka, simba wakamzindikiza. Waliomjekeni, waliomletea maneno wakatupwa, wakauawa. Danieli baada ya kutoka, mfalme alisema, Bwana wa Danieli aabudiwe. Utukufu ukaingia. Sio Meshaki, Shadraka na Abednego. Walitupwa ndani ya moto kwanza. Kwa hiyo kabla uko hivi, kuna siku utapata mazito, si shetani. Ni mtihani. Angalia ujambo. Amen. Vita. Amen. Mliona ile nyumba kuanguka. Mliona ile mlikuwa mnakimbizwa na panga pale. Haikuwa shetani. Hata kama mungeomba namna gani, ile panga haingekosa kuja. Ilikuwa hivi, watu waone, wakiona hii nyumba wasema kweli Mungu yupo. Amen. Mungu yupo. Amen. Mungu yupo. Na for information, vile mimi nimepeleleza, hana hata huyu mwenye shamba namjua. Kumbe nilikuja kugundua watu wengi sana wanataka shamba. Wengi sana. Na tena si wengi sana, wenye pesa sana. Na si wenye pesa sana, walio karibu sana. Na si walio karibu sana, tena wakisii sana. Tena si wakisii sana, tena wakaribu sana marafiki. Lakini Bwana alikuwa amepanga tangu zamani. Hapa ndio mtakuwa. Baada ya kuchekelewa, baada ya kunenwa vibaya, hapa ndio mtakuwa. Ili wale wengi waliowachekelea kutoka maeneo haya waone Bwana yupo. Kwa hivyo linda sana wakati kuna majaribu. Jambo la pili linalosababisha watu wasiende mbele ni kukumbuka. Kukumbuka. Tunaomba Mungu asikukumbushe yaliyopita. Kabisa. Kuna maneno mazito unaweza kumbuka. Hata unaweza angalia hapa kanisani ukute kuna dada mmoja alichukua deni yako ya 2,000 na ndio yuko hapa kanisani anaabudu. Ukikumbuka 2,000 anasema hii kanisa sitaki kurudi tena. Kama yule ndio anaomba, lakini nataka nikuombe, do not remember the past. God will do a new thing. Mkikumbuka maneno mazito hatutaendelea. Ukikumbuka dhambi ulizofanya, ukikumbuka mambo yaliyoendelea, unashtuka kwamba yatatupata tena. Tumekuja hapa tena yatatupata. Kwa hivyo tunaomba Mungu asitukumbushe mambo yaliyopita. Amen. Kitabu cha Isaya 43. Naomba tusome na wewe watu wa Mungu. Unajua watu wamepitia maneno wakiyakumbuka. Nilikuwa na rafiki yangu jana. Yeye ni principal wa shule. Alikuwa na gari ya X-ray. Nikamkuta na akuvia pikipiki. Nikasimamisha gari yangu. Nimpe liki. Sasa wakati tunaongea akanambia, "Sasa endesha gari pole pole." Nikamwambia nini? Unajua hapa ndio gari yangu iliangukia. Na nikaachana na mambo ya gari kabisa. Tulifika mahali gari yake ilianguka. Anakumbuka vile gari ilimshuti. Na hiyo gari akapeana kwa mjana wake. Sasa tumefika pale mahali gari iliangukia yake, amekumbuka. Na hataki kununua gari. Na yeye ni principal wa shule. Anakumbuka. Amesahau gari imeundwa ianguke na isianguke. Gari huanguka. Ndio maana wakati una gari lazima uwe na spare. Kwani wewe una imani hata wachungaji wanabeba spare? Kwani unabeba spare? Sibebe maana yake gurudumu litapasuka.
Au utatoboa. Mbona unabeba stairs wewe kwa imani? Usiweke stairs. Kuna vitu lazima vitakuwa. Ukiwa na gari, lazima uifanyie service, lazima igongwe. Ndio maana tunakuwa na garage. Ndio maana tunakuwa na mambo. Lakini kama utakuwa unakumbuka mambo ya mama yako alikuchapa, unakumbuka mambo mazito mabaya yaliyopita, hautasonga mbele. Bwana tusaidie tuondoe mambo mabaya. Kama utakumbuka kuna mambo fulani alikufanyia na mko na yeye na ushirika, hamtashiriki pamoja. Kwa hiyo tunaomba Mungu, bila mmekuja hii kanisa, watu waliogo, tusahau yaliyopita, tujenge taifa, tusonge mbele. Maana mambo yaliyo mazuri tukiyashikilia yatakuwa ni sugu. Itakuwa ni kikwazo. Itakuwa ni kizuizi cha kusonga mbele. Na watu mnasoma hapa. Kama kuna mwalimu wa biology alikuchapa, ulienda shule nyingine, ukachapa, unajua kuna wakati kuna chapa mpaka unakanyaga kwa mguu. Si kama kuna mwanafunzi alikanyaga kwa mguu. Zamani tulikuwa tunachapa, alafu kisha chapa unaambiwa angalia chini. Hii pua inakwanga udongo. Mwalimu na viatu vya boot na kanyaga hapa. Anakuambia sema sitarudia. Mara 7, sitarudia. Isipokuwa kipindi hiki wasi kanyaga namna hiyo. Sasa hiyo ukikanyaga ni hatari. Alafu utoke hiyo shule, uende shule nyingine. Alafu mwalimu wa biology akija sema hata huyu atanikanyaga nilikanyaga. Unaona utasoma kweli? Au kiwa unamkumbuka huyu mwalimu, kimwona tena mwalimu unajua unakumbuka ulinikanyaga wewe utaendelea. Vitu tunafaa kusahau vilivyopita. Hata kama kuna watu walitukosea tukiwa pale, tusiwabebe. Tuone mkono wa Bwana. Tuone mbele mahali tunaelekea. Tuone ushindi wa Bwana. Ili tufanye nini? Tusonge mbele. Wapendwa, waje niwaambie. Watu hununua gari na anguka na wanunua. Watu hujenga nyumba. Kwa mfano kama kuna rafiki yangu na ni mchungaji, alitoka Nairobi. I'm talking something of last month. Mchungaji alitoka Nairobi akiwa na gari aje. Kumbe yule aliyemuzia gari, na wachungaji ni wachungaji na wengine wote sio waaminifu, alikuwa ameweka hii gari kwa loan. Sasa mchungaji anamlipa, amalize, ampe robo. Kumbe alipi. Amenitembelea, tumeenda mpaka pale Kadongo. Pale Kadongo, wale mnajua Kadongo, ndio wetu Kisumu. Tunakunywa soda, watu wa Mungu. Ni watu wa Mungu. Hii gari ni truck na ni hadi mpya. Mimi naona gari inashuka, premium, kana shuka hapo kwa jamaa, wako na suit black, wanazunguka gari yetu. Mimi namwambia basta, dunia si nzuri sana, hata za wachungaji zinaingia. Hiyo soda nikaacha hapo, maana hatujulikani Kadongo. Songa akanifuata. Kumbe ni wakishenea wamefuata hiyo gari, ile truck. Hajaidi. Mimi niko ndani na mchungaji wangu hapo ndani amevaa suti na Biblia nzuri kwa mbele. Kazi yangu ni kutoa tu idea mbele mchungaji hii gari. Hata wapiti mchungaji customer anaongea vizuri sana, watu wamefundishwa kwa maana watu jana pale. For information, gari ilienda. Na hii kwenda bila sisi kuona. Mchungaji alichanganyikiwa. Hakusema Bwana nisaidie. Alisema hii ni nini sasa? Ni gani hii? Alianza kukumbuka mambo mengi sana mchungaji. Ilibidi nimshike mkono. Ndio pastor, ama hapo mbaya sana. Si nini mchungaji tena nini akakumbuka mambo mengi, akaongea kama mchungaji, usikumbuke mambo mengi, ngoja tufuate gari. Hebu leta namba hiyo ya kuuzia. Yeye akumpigie simu. Mpigie simu mara hakushika. Yeye alimpigia hakushika. Samahani. Akapiga hakushika. Akamwambia leta namba nikampigia na simu yangu.
Sasa nikamwambia mchungaji, kwa nini Mungu unafanyia mchungaji hivi? Na yeye mchungaji. Tena bii kubwa. Lakini mwisho wake gari ilienda Kisumu. Gari ilipokwenda Kisumu, ilibidi mchungaji afuate, aende kung'ang'ana. Can't you see? Haimaanishi kama wewe ni pastor, kama umeokoka, kuna vitu vitakuja ukumbuke hivi sana. Maana huyo ndugu alianza kukumbuka na huyo mchungaji, ndio maana alikuwa anafanyia hivi. Watu mnajua sasa, kwanza huyu mchungaji alikuwa anakumbuka mambo mengi sana. Hata wale mmeolewa. Lakini inatokea unamwambia mama mkwe, mama, ndio maana uliniambia jana hivi. Na umeniambia hivi. Na angalia mtoto wako alikuwa mgonjwa. Kumbe ulikuwa unaniambia hivi. Unajua kuna vitu itabidi mtie. Maana unakumbuka mambo hata familia. Hii miaka tumekaa, kuna ngwai zinatokea. If you remember the message, you will not stay with that husband. You will not stay with that wife. Mnasahau. Mkisahau, mnajenga maneno mapya. Yes. Tukianza kukumbukana mambo na dada, hatuwezi kuishi pamoja. Hatuwezi kuishi. We are not angels. Kuna vitu vitakukwaza. And that's why I love this mchungaji wenu. Mpigie makofi ya baraka. Wewe kabisa. Mimi leo nilitaka zisiongee kwa sababu niko kazini mwake. Ashtuliwa na maneno madogo. Ashtuliwa na maneno madogo. Yeye anasonga mbele. And that's why you are where you are today. Amen. Wapendwa, tusikumbuke maneno yaliyopita mabaya. Achana nayo. Kuna mzee mmoja nilipeleka hospitali. Ni kitambo kidogo. Kuna hali nilikuwa nayo kai ya yangu nikumbuka mtu. Mzee mmoja alichoma na mapanga. Akaniambia watu wakua wakamlete. Peleka hospitali. Hatuna pesa. Peleka. Nilikukimbia gari yangu kawangwa na jiwe. Nikatoka Uganda nikampeleka mpaka hospitali. Alafu nilikuwa na shilingi 3,000. Na huyu mzee hajaokoka. Jirani tu hajaokoka. Nikamhudumia na hizo pesa zangu. Mzee akakaa, nikaanza nikamuona, akapona. Gari imegongwa, nimetumia 3,000. Baada ya kupona, hata hakunisaidia. Hata hakusema asante. Hata hakunipa hiyo pesa. Wala mtu wa kuwa hakuja. Na huyo mtu ni jirani. Sasa nikawa nikimuona nakumbuka nilikuja saidia. Ndio utanipa. Bwana akaniambia usikumbuke yaliyopita mabaya. Songa mbele. Nikamsambaka wale. Nikamsamea leo pesa, nikamsamea gari yangu imegongwa, nikamsamea mazao yangu nimetumia, nikamsamea hata maombi yangu nimefanya kazi sana alipoomba kila kitu, lakini nikamsamea. Ukitulia na ukae kwa watu waliokuibia pesa, ulimkopa mchele. Ulimsimamia loan. Na Mungu ulisimamia ni yeye ni wa Bwana asifiwe. Si Bwana asifiwe peke yake, anajua kuimba. Sio kuimba peke yake, shagara bagara anaijua. Sio hiyo peke yake, yeye ni mmoja wa viongozi wakuu. Ukitizama hautasoma mbele. Sahau hayo mambo yake. I'm telling you the truth. Men of brethren wamesababisha watu wengine biashara imeanguka. Wamesababisha. Maana dada anakuja, unajua akija anakuja, Bwana Yesu asifiwe. Watu hii Bwana asifiwe wamekulia. Wamekulia sana. Nakuja sister, Jerry, Bwana asifiwe. Bwana amenitendea mema. Na hajali kuomba pesa kabla hajakupa ushuhuda mrefu, kuna na pepe, mwingine una pepe. Alafu anataka kuambia hata sasa hivi kuna matumaini makubwa sana. Bwana alinikumbuka kwa nakusubiri 2020. Next week zinakuja. In fact Mungu ni mwaminifu. Mpaka hata unaona kweli Mungu ni mwaminifu. Mwisho anakuambia dada, sasa hivi nilikuwa naomba msaidie 5,000. Kesho ninakuletea kwa sababu hata mzaa ameenda mahali.
Next Sunday hata aje kanisani. Aje kanisani. Na simu yako uone. Ukiyakumbuka mambo kama hayo, alafu unamuona huyo dada amebeba Biblia black, na bila amevaa, unasema there's no salvation. Na itakusababisha usisonge mbele. Itasababisha urudi nyuma. Ninaomba kwa jina la Yesu, Bwana tusaulishe mambo mabaya yaliyopita. Tusonge mbele. Tusome kitabu cha Isaya 43 aya 18. Biblia inasema msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tizama, nitatenda neno jipya sasa, litajipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Jambo jipya, kanisa mpya, hata vyombo mpya vinakuja. Sasa reverend, si nje nikutumie fundi wa kuweka waya au nani? Tuko naye? Anaanza. Oh. Kwa hivyo kazi yangu ni kuchangia, ni kumnunulia lunch. Sitakuwa poa. Sasa chochote kinaweza kufanyika hata wakati wa mahubiri. Mungu akubariki Mungu. Ndugu mmoja ananiambia pasta sitawa. Anamwambia tu kwa nini usiwe na Mungu alisema wewe. Ameoa wake wanne. Wake wanne, hakuna hata mmoja yuko nyumbani. Akaoa mmoja akawa mchawi. Akaoa pili akawa mlevi chakari. Akaoa watatu akajaribu kumtia sumu. Wanne ambaye waliachana kama miaka mitatu. Shambani ajui kulima. Amuke anawe. Atembee. Mwambie bwana hakuna mchele. Sikia kula chapati. Na huyu bwana ni wajua kali. Sasa bwana kuangalia maisha. Msema huyu alikuwa na mbali nzuri nadhifu, ni wale mikono ni misafi, hataki kushika jembe. Unajua sisi tumetoka mashambani by the way. Domo anatengeneza vizuri. Hiyo ni nzuri, si baya. Lakini kumbuka ni pesa. Sasa mzee alipoona hili aliona kama hii ndio kuoa. Kama ndio kuoa. Kwa mmoja mchawi. Wa pili mle. Watatu peleke sumu. Waje nikae bila mke. Ni nini? Kukumbuka mambo yaliyopita. Kukumbuka mambo machungu umepitia. Uko nyikani, kwenye mwamba hakuna maji. Mimi nilipokuwa college kuna mwalimu mmoja wa somo la kifamilia, homiletics. Hakunifurahisha. Maana ni mwalimu wa college na hawako na mke wake. Wametengana. Mtu mmoja atakufundisha nini? Maana hata mnaona hata bishop wa Deliverance Church, sincere speaking, wakati kwa mfano kama ni pastor sponsors meeting, unakuta wanatoa mifano. Mtu anakuja na mke wake na watoto wake, anamwambia mtu wangu anafanya hivi, anafanya hivi. Unajua kuna vitu vingine sio Biblia peke yake. Ni mfano. Unajua mmejenga hili kanisa. Kuna vitu mtaenda kuhubiri watu. Watu wataona Deliverance Church ina shamba lao. Imejenga. Tutaenda hiyo kanisa. Kuna watu walikuwa waji pale chini kwa sababu walijua tunaweza kimbizwa na panga wakati wote. Na huo ni ukweli. Na huyo mtu si kwamba hajaokoka. Tiki capacity yake ikonomo. Wale wanabaki na mchungaji ni wale wa kuasaini. Unajua kuna watu saa hii wa kuasaini na mchungaji. Hata mchungaji ainuka apige mtu teke. Watasema hapana, mchungaji wewe yuko right. Ainuke saa hii agonge gumbi na kichwa waanguke chini. Watasema pastor ni Bwana alimuongoza. Sasa kufanya hivyo. Na wengine watasema hapana, tangu dini mchungaji anapiga mtu. Lakini kuna wawili watatu
Hata anaenda wapi? Na sio nini? Uko divinely connected na yeye. Ni Priska na Aquila. Waliokuwa tayari kufa kwa ajili yako. Wapendwa, tuyasahau mambo yaliyopita. Jamaa huyo nilimuona nikaona amechanganyikiwa, maana anakumbuka mambo ya zamani. Mambo ya wanawake waliomtesa. Lakini umesahau. Ukiendelea kuyakumbuka utasonga mbele. Ukikumbuka mwalimu aliyekuchapa utasonga mbele. Ukikumbuka ulioyaona amelewa na alikuwa mwokovu. Ni wanakwaya wangapi tumekuwa na wao? Wanaimba kama malaika. Saa hii hawapo. Sasa ukiwa mwanakwaya unasema hata mimi si fulani bila alikuwa anaimba alianguka. Hata mimi naona nitaanguka. Sio hivyo. Wewe ni wewe na fulani fulani. Amen. Usiyakumbuke machungu yaliyopita. Naomba Bwana wabariki kwa jina la Yesu Kristo. Mambo mawili yanayosababisha watu wasisonge mbele. Jambo la kwanza ni shida. Matatizo. Machungu ya roho. Unajua kuna machungu ya ulimwengu na kuna machungu ya rohoni. Machungu ya rohoni yanakuwa na mtu binafsi. Ya ulimwengu yanatuzinga sisi wote. Ya ulimwengu ni kama corona. Unachinyonga bila kupenda. Na maski. Bila kupenda. Lakini machungu ya mtu binafsi yapo. Tuko na wewe hauna amani. Machungu ya raia yapo kuwa analia wakati kwa ajili ya watoto wake. Biblia inasema anatulizwa atulii. Kuna machungu ya roho ya kupoteza wanawe. Kuna machungu ya rohoni ya mtu kushikwa na magonjwa, kesi, madeni, kunyekeliwa, kudharauliwa kwa sababu huna fedha. Unaishi kwenye nyumba isiyo ya kifahari. Ukienda kwa wenzio unakuta wanaishi wanakuambia nimenunua hiki kilifagio cha kwenda kufanya crash na kudeki nyumba yangu ya tiles. Na wewe mwenyewe unajua tile ni nini? Bila kuacha unajua ni nini? Maana umekaandika na ufagio unamwaga maji. Wakati unafagia vumbi nakwambia tuko hapa. Unajua mtu wa vumbi anainua mkono, Bwana asifiwe. Watali anainua, wa baisikeli anainua, asiye na baisikeli anainua, wote wa kanisani mwa Bwana. Arabu mmoja anasimama anasema Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wote watali wa pikipiki wa miguu yote wanasema amen. Alafu ule mmoja wa Pajero anasimama wa brado yeye anasema Bwana asifiwe sana. Nilikuwa Toronto. Sasa hiyo. Sasa hiyo wewe ulikuwa wapi? Kana gabii. Sasa ndani ya moyo wako ukijiangalia unajidharau. Unaona kana kwamba wewe mimi sifai. Ndio nikwambie. Mtu wa Toronto naomba uende umuulize historia. Atakwambia aliyoyapitia. Na ujue wewe uko safari kwenda Toronto. Hakuruka, alipitia. Amen. Alipo fulani leo, wewe kesho utakuwa pale. Amen. Kwa hiyo usiwe mtu wa kutizama yale mambo mtu alio nayo. Kuwa mtu wa kutizama amepitia wapi awe naye. Amen. Usiwe mtu wa kutizama mtu aliye na masters. Muulize ulipataje masters? Alianzaje mambo ya certificate? Alianzaje diploma? Alianzaje degree? Alianzaje akaenda? Amepitia yapi mpaka amefika pale? Utabarikiwa. Lakini ukiona kitu mara moja itakuwa si vema. Naomba watu wa Mungu, majaribu unayopitia ni maandalizi. Amen. Namba la pili, usikumbuke mambo ya zamani. Bwana anatengeza mito palipo na miamba. Bwana anatengeza njia palipo na nyika. Bwana anatusaidia. Unajua mimi nilianza kuendesha baisikeli. Nikaendesha baisikeli, nikaambia vijana walikuwa watengeneza kudoleza kuwa na gari. Nikaja nikaongea na Reverend Ken.
aniuzie KDG. Mliona KDG? You know, ile taska. Kana mbili KDG. Alikuwa akienda Kisumu, anafungua bonnet mara 7. Ndio Kisumu. Mara 7 kuchemuka. KDG, that's it. Kana mbili nimeamua kukuuzia. Kama umeamua kuniuzia pesa ngapi? Leta shilingi 40. Unataka nitafanya sina pesa ngapi? 40 shillings. KDB, ilikuwa ya blue. Ilikuwa ya blue hivi. Blue. 40. Gari gani nauza 40 shillings? Nikatafuta 40, nikajaribu kupiga mahesabu niuze kuku. Niuze kile kitu ikashindikana. Si kama tunaelewana ni watu. Lakini kutoka kwa baiskeli hiyo tunaendesha gari nzuri. Our special. You know more than half a million. From there, very soon. Ni kitu kingine. Sisi kwa nini mnasema ile ni kitu kingine? Nataka kumaanisha nini? Huwezi kutoka uende kwa special, uende kwa Pajero, uende kwa V8 kabla hujapitia baiskeli. Kwa Mungu ayanaje? Huwezi kwenda juu uruke. Lazima upitie. Na ukiruka waje nikwambie, ukiruka from stage 3 mpaka 7 ujifariji. Utamjali. Utaona moshi. Tunaona wale watu wanafanya standard 8 exam inaanzia standard 4. Sikuna walimu hapo. You can come with me. Inaanzia standard 4. Wanachukua maswali machache kutoka kwa kila darasa. Wanayaweka yanakuwa. Lakini wewe sasa uliruka from standard 3 ukaenda 7. Unabidi kusoma hapo. Niambie hilo utapita. Kuna mambo na kama utaruka uende kwa nyumba kubwa sana ambayo hizi zingine ukupitia. Sidhani kama utajua namna ya kudeki nyumba. Lazima utaingia na viatu ndani ya nyumba kwa tai. Kutoka mashambani kwa matope unaingia. Mpaka uambiwa hawaingia ndani. Kwa sababu hiyo mentality uko nayo ni ya matope. Maana matope ukiingia na matope nyumba ya matope ukiingia na viatu vya matope unajua sasa vinapenda hiyo. Lakini kwa sababu umeletewa tai na hukujua. Sasa kitu utafanya ni kutoka kulisha ng'ombe na gambut. Ingia kwa tai. Utaambiwa ifanywe hivyo. Inafanya kama gani? Unatoa viatu nje. Alafu unafanya nini? Unafanya hivi. Mungu ni wa aina hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jamani, niwapatie vitu viwili kwa nini tutafanyaje tushinde? Niketi chini patie mtumaji wenu. Leo tunafanya nini? Tunasonga mbele. Wale wa Mungu naomba mnisaidie. Tunafanya nini? Tunasonga mbele. Nilikuwa nimeambia hata sisi tunajenga next year. Nilikuwa namwambia kina Vincent. Tunajenga kanisa watu wangapi? Na tunajenga. Niliambia washirika, sema watu 3,000, 5,000. Baada ya kuhubiri, mtu mmoja akaniambia, "Pastor, ongea hata vitu vya kufanya kazi." Ongeaga kwanza. Ukiongea hivyo kwanza tutoto wenza. Unajua mtu anaongea nani? Mshirika. Si mgeni. Na ni mshirika nimekaa naye miaka 20. Hajawahi shika maono mpaka leo. Mimi kabisa nasimama kusema, "Sababu ni 5,000. Tutajenga. Na yeye ananipima upepo. Baada ya kutoka anasema, "Pastor, ongea vitu vya kufanya kazi." Ananiongeza na
wakati referee wewe anamwambia tufanye hivi, tafadhali mpe moyo. Amen. Mpe moyo. Songa mbele. Unajua kwa nini watu wanasema namna hiyo? Ni wale watu hawaamini. Watu hawaamini. Kuna shamba pale referee ndio mahali tumeweka kanisa. Hiyo shamba tulikuwa tumelisi 10 years. Mimi nikamwambia watu tunanunua huyo jamaa jana, tena huyo jamaa. Na atoka kanisani. Mimi nashangaa watu wana mambo yao watokani. Unashangaa ule mtu mzuri. Unashindwa umepigwa transfer kwa shamba, mbona ametuwe jamaa sasa? Akaniambia kabisa hii shamba hatutainunua. Hujui historia hapa wewe nikwambia. Hii shamba hatutainunua. Kamwambia ndio hii shamba tunanunua. Hii shamba tunanunua. Na ananiambia hatutanunua. Nikaachana yeye. Maana mtu kama amwenda yeye, wewe usimharibu akili, achana na yeye. Nikaenda kwa wale wako na mimi. Kamwambia tunanunua, akaniambia basi tunanunua. Hii shamba tulinunua. Tulinunua sasa ni yetu. Na baada ya hapo historia unaelewa. Tulinunua. Kwa hiyo hatukosi wa kuvuta mtu kama na hatukosi wa watu wa kuvuta. Naomba usiwe mmoja watu wa kuvuta watu nyuma. Songa mbele. Usiwe mmoja wa kuua watu moyo. Kama una fanya na kidole kimoja. Walio na viwili wafanye na viwili. Lakini tusonge mbele. Wapendwa, ni kitu gani kitakacho kutusaidia tusonge mbele? Jambo namba 1 nimalizie. Kuyaona mazuri Bwana ametuandalia. Kuna mambo mazuri Bwana ametuandalia. Lakini hatutaandaliwa mazuri kabla tujapitia kwa moto. Lakini kuna kitu tumeona. Kuna baraka tumeona. Kuna uzuri tumeona. Itabidi tusahau yaliyopita. Tuyachuchumilie yaliyo mbele. Jina la Bwana libarikiwe watu wa Mungu. Kitabu cha Wafilipi ndio nimalizie hapa. Mada yetu songa mbele. Songa mbele. Wafilipi 3:13. Ndugu, zijidhamini nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika ila natenda neno moja. Nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Na kaza mwendo niifikie mbele ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Kaza mwendo. Sijafika hata kama kuna mazito. Ukitaka usonge mbele, ona baraka. Ona magari mazuri. Ona kanisa kubwa. Hii ni mahali umetua tu. Lakini kuna kanisa kubwa ambalo linakuja. Kuna magari makubwa yanakuja. Hata nilimwambia Reverend aongee na mwenyewe, hapa ni mahali pa wale kubaka. Hapa nje. Kuna magari makubwa. Kuna mashamba hapa yataongezeka. Yaani si watu dosi na. Watu wajogozi kama tunaona nini. Na hata kama kuna mwanafunzi anasoma hapa, usisome kwa sababu ya kuridhisha watu. Soma ukiona wewe ni doctor. Sometimes ukiwa nyumbani unajifanya, unatafuta kiti kikubwa, unaweza kuongea kama doctor. Yaani unaona vitu ambavyo watu wengine hawaoni. Shwari kama uoni, hautasoma mbele. Kwa nasema ninaona mwito, thawabu kuu ya mwito mkuu Bwana amenitia. Sijafika, sijashika, na stenda neno moja. Nikiyasahau yaliyopita, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Kama una baisikeli, ona premium. Ona premium. Ona special. Ona Prado. Ona V8. Maana pale ndipo naenda. Ya mbele ni mazuri kuliko ya nyuma. Kesho itakuwa bora kuliko leo. Jina la Bwana libarikiwe. Itakuwa bora kuliko leo. Keyboard ya kesho itakuwa bora kuliko ya leo. Praise and worship team itakuwa bora kuliko ya leo. Ona vitu ambavyo ni bora kuliko vile unaona leo. Utasonga mbele kwa jina la Yesu. Utasonga mbele. Na kama unasikia maumivu, sema Bwana leo ni practice. Kesho mimi sitayasikia. Kuwa na imani ya kuwa na maneno makubwa. Tunaposema tunajenga nyumba ya mamilioni, ni pesa ngapi siku kwa benki? Ukienda kule kuzikuta. Lakini imani na picha. Na kwa nini watu wanachora picha wanaweka kwa ukuta? Kanisa letu litakuwa namna hii. Kwa sababu wana maono hayo. Maono hayo. Jogoo kuwa na maono makubwa. Kuwa na vitu vikubwa. Saidia mchungaji wenu. Jenga kanisa kubwa. Kuwa na maono ya magari,
matatizo. Unajua kuna mchungaji ameomba hapa muda mrefu, tunabomoa vile vitu vilikuwa zamani. Walevi tunawadai, watu wazuri tunawadai, na nini msaidie kusema hivyo na iwe amen. Mambo ya nje achana nayo. Shika maono yale mchungaji ako nayo. Muone maneno makubwa, muone maneno mazuri, muone doctors wakija, muone watu wa county wakija, mnawadai mbele za Bwana. Na mnawaona tu, mnawaona ndio wana. Unajua kitu akiji kinaomba kwa umbali. Kinaomba kwa umbali kwa jina la Yesu. Na ukiona kwa umbali mnakikaribia na mnakikaribisha na mnakidai. Mwingine asije akakichukua, ni chako, ni chako. Maana kuna watu wamechukuliwa vitu vyao bila kujua. Mnavidai, mnaviombea, mnavishika, mnaviendea. Neno la mwisho, tusome mbele. Neno la mwisho. Ulio nayo ni utukufu kwa Bwana. Jua hilo. Matatizo ulio nayo, machungu ulio nayo yatakuletea utukufu. Maana baada ya kutoka hapo watu watasema kweli Mungu ni mkuu. Kama fulani ametoka pale, Mungu ni mkuu. Mungu ni mkuu. Kama watu wametoka jogoo na waligongwa na panga na hata kesi iko kotini na Mungu amewapa sehemu yao, hapana, Mungu yuko. Waje tuwafuate wameenda wapi? Mungu yuko. Ukitoka kwa nyumba ya nyasi, ujenge mabati. Utoke mabati, ujenge ya jiwe. Utoke kwa jiwe, uende ghorofa, Mungu yuko. Yes. Mtu ukipata shida watu wakuchekelea, shukuru Mungu. Amen. Maana baada ya kicheko ni furaha. Amen. Ni heshima. Kama kweli Mungu alimtoa pale, Mungu yupo. Tusome na wewe ile neno naelewa, niketi chini. Kitabu kinachoitwa Yohana. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura 11. Sura 11. Songa mbele. Songa mbele. 11 tusome 3. 11:3. Kitabu cha Yohana 11. Tusome 3 watu wa Mungu. That will be my lesson book. 11:3 inasema hivi. Basi wale maumbu wakatuma mjumbe kwake wakisema, Bwana yeye umpendaye hawezi. Na Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huo sio wa mauti, bali kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Lazaro amekufa, kaje very short. Martha na Mariamu marafiki tosha wa Yesu, tena wanamhudumia. Ndugu yao anakufa, Yesu aje. Just imagine, mhubiri wao aje. Wanatuma mtu amuite, anawaambia msijali, ugonjwa si wa mauti, na amekufa. Mariamu na Martha wanachekelewa na Wayahudi. Yule aliyewapenda yuko wapi? Mnajifanya hapa na huyo mtu. Jioni kabisa walikuwa wachekelea. Niwaambia achana na huyo mtu mkora. Mariamu anakaa kama maskini. Imani joko kweli mnalikumbuka? Kuliko kumbariki. Wayahudi kabisa ndio walikuwa wanafanya. Wanajekeli Mariamu, wanajekeli Martha. Na isitoshe wametuma mtu nenda bana kamuite Yesu. Yesu anamwambia siji. Jawabu ni lipi? Ugonjwa si wa mauti. Siku 4 anateremka Yesu anakuja. Kama ni wewe unasema nini? Na waulize. Wapenda wajogoo, kama ni wewe mpenzi wako, watu ambao mmehudumia, watu ambao mnakumbuka wengine wamepikiwa chakula, wamekula kwenu, wamehudumiwa, unatoa fungu la 10 kwa uaminifu. Ndugu yako mfaji. Niko hapa karibu hapa. Mnaita watu. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, Wayahudi wanakuambia tukwambie nini wajinga. Eti mtu kasike, ulikana kimya chetu.
kulingana kimila. Wanaleta mtu wanafunga sanda kulingana kimila. Wanafunga sanda bila Yesu afanye maombi. Mchungaji hayupo. Mchungaji hayupo afanye maombi. Wale wanafanya maombi ni wa hadui. Wanawachekea, wanabeba mwili, mnalia, wanawadhiaki, wanakwenda wanazika mwili wa ndugu yenu. Na yule aliyempenda, yule mliyempenda, mliyemheshimu hayupo. Na mtumia habari haji. Anawaambia na muambie siji. Maana huu ugonjwa si wa mauti, ni kwa utukufu wa Bwana. Ona mambo mazuri Bwana ametuwekea. Ona yale unapitia kwa utukufu wa Bwana. Songa mbele. Songa mbele. Naomba usonge mbele. Tuendelee kujenga. Tuendelee kuhubiri. Tusikumbuke mambo watu walioyaongea. Tusikumbuke mambo mazito. Na wengine wenzetu hata wanatuacha. Wakienda yale mambo wanarusha mazito. We will not remember them. We will go forward in the name of Jesus. In the name of Jesus. Yale machungu tunayopitia, maneno watu wanaongea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye mbinguni. Naomba Mungu akupe roho ya kusonga mbele. Naomba Mungu akupe roho ya kusonga mbele. Mungu akusaulishe yale watu wamekutukana, pesa zimeenda, umepitiwa mazito. In the name of Jesus Christ, Son of God, may you go forward, go forward, go forward, go forward. When there is a good throne the Lord has prepared for us. In Jesus' name, I pray for you to go. May God bless you. May God strengthen you. Go forward, go forward, go forward. Kuna mambo mazuri mazito Mungu ametuwekea. Kuna mambo mazuri Mungu ametuwekea. Mungu ametuwekea magari, mashamba, afya bora. Ametuwekea mambo mazito. Tusonge mbele ndugu zangu. Tusijikwae. Naomba iwe mikono juu kwa jina la Yesu. Naomba iwe mikono juu. Bwana Mungu uliye mbinguni, ninaomba machungu yaliyo kwenye mioyo mazito yaliyotendwa miaka iliyopita, tusaulishe. Naomba ufungue macho yetu, tuone baraka, tuone pesa, tuone mashamba, tuone afya bora, tuone ushindi, tuone heshima, tuone mambo umetuwekea. Kanisa hili lisonge mbele. Kanisa hili libarikiwe. Asiye na pesa awe na pesa. Asiye na mashamba awe na mashamba. Asiwe na kazi awe na kazi. Wanaosoma wabarikiwe, wapite mitihani. Tunabarikisha mchungaji, tunabarikisha familia, tunabarikisha hili shamba linadumu, itapanuka. Kuna mazuri umetuwekea Baba, wabariki, uwainue Bwana. Waliodharauliwa, walionenwa vibaya, watakuona utukufu wako utaonekana. Bariki biashara zao, bariki masomo yao, bariki kila kitu walicho nacho, wanacholalia, miji yao, chakula chao, maji yao yabarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Bwana wabariki tote na tuseme amen. Naomba tupigie makofi mazuri na tukaribishe mchungaji wa nyumba kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki.